Ndugu zangu, watu wa Singida, Wanyaturu, Wanyiramba na wengine, nataka niwaambie kitu kimoja. Lissu amekuwa rafiki yangu kwa sababu nimpigania haki. Leo hii brother, ungekuwa na wewe ni wale wapiga mapambio, nisingepoteza muda kuja hapa. Tusingepoteza muda kukusanyika hapa, kwa sababu kila mwanadamu anayezaliwa katika ulimwengu huu amezaliwa kwa makusudi. Ukisha kuwa mtu mzima haujui kusudi lako kwenye hii dunia, wewe una utofauti na ng'ombe. Yesu Kristo aliletwa duniani kutengeneza njia ya watu kumwabudu Mungu, wakati huo watu wengi walikuwa wanaabudu miungu. Na ndio maana utawala wa Rumi ulifanya hila za kumuua ili aondoke duniani. Leo Wakristo wako wangapi katika ulimwengu huu? Ukristo ulioasisiwa na Yesu Kristo. Lissu alipona risasi kwa sababu makusudi ya Mungu hajatimia. Brother, una deni katika taifa hili. Wewe ni balozi wa haki. Hujafa kwa sababu bado hatujapata katiba mpya na bora itakayojali maslahi ya wakulima, maslahi ya wafugaji, maslahi ya watu wote katika ulimwengu huu. Siku tukipata katiba mpya na tukapata tume huru ya uchaguzi, tukawa na uongozi unaowajibika kwa wananchi na sio uongozi unaoletwa na vyombo vya dola, kazi yako itakuwa imeisha baba. Kwa hiyo sisi wapigania haki tuko nyuma yako na tumekutanguliza wewe, na tutapambana jino kwa jino, mkono kwa mkono, na tutawajibu kadri watakavyokuja. Sisi sio wanyonge kiasi hicho. Kama kuna mtu anafikiria sisi wanyonge, amejidanganya. Sisi sio wanyonge namna hiyo. Tutakabiliana nao kwa kadri watakavyokuja.